Tuko hapa katika kituo cha 92.9 AFM Radio na kubwa. Niko na mwakilishi kutoka Evergreen and Community Development Initiative, na kubwa ni kutaka kufahamu ni miongoni mwa taasisi ambazo zimepewa dhamana na Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa kuhamasisha jamii kushiriki katika uchaguzi. Niko hapa na mwakilishi Harun Sospita Mchinjai kutoka Evergreen and Community Development Initiative, na kubwa ni kutaka kufahamu jukumu kwanza hili ambalo mmepewa, kwa namna gani ambavyo mnalitekeleza, lakini ni kwa namna gani ambavyo mnaona hii ni fursa kwenu kama Evergreen. Karibu sana Harun Sospita Mchinjai, uweze kutuambia. Asante. Kwa majina naitwa Harun Sospita Mchinjai. Kwanza nimshukuru Mungu kutujalia afya njema na kufika katika eneo hili. Ndugu mtangazaji, sisi Evergreen tunashukuru tumepewa fursa hii na Tume Huru ya Uchaguzi kutuona tunafaa kwa ajili ya kutoa elimu na kuhamasisha watu au jamii ijitokeze kwenda kupiga kura katika uchaguzi ujao wa mwezi wa 10 tarehe 29. Na ni kwa namna gani jamii imekuwa na mwamko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Nyie kama Evergreen ambao mmeweza kupewa dhamana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuweza kuhamasisha jamii ama wananchi waweze kushiriki katika uchaguzi, hali ikoje uko nje? Wananchi ushiriki wao ukoje? Lakini kwa namna gani ambavyo wana utayari wa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Asante sana ndugu mtangazaji. Hali iliyopo kwa sasa ni nzuri. Wananchi wameanza kuwa na mwamko mkubwa, na katika maeneo tunayopita katika vijiwe vya bodaboda, vijiwe vya mamalishe na maeneo mbalimbali, tumekuwa tukiwasisitiza na kuwakumbusha. Lakini katika baadhi ya maeneo ya makundi ya walemavu, wasioona, wasiosikia, wengine wale wangozi, kwa hiyo tumekuwa tukiwakumbusha na kuwasisitiza. Kwa hiyo tukipita kila mtu anakuambia taarifa hanayo. Tukipita kila kundi lolote tukutana nao wanakuambia taarifa wanao na ujumbe wanao. Na wengine tena wanakutajia na muda na siku kwa jinsi gani wamejiandaa na wana hamu ya kwenda kutimiza haki yao ya msingi ya kikatiba. Kwa ndugu mtangazaji, hali iliyoko kwa jamii katika zoezi la kwenda kupiga kura mwezi wa 10, hali ni nzuri na iko shwari. Pengine tu umezungumzia kundi la watu maalum na watu wenye ulemavu, kwa sababu mmebeba dhamana ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hali ya maboresho ya miundombinu kwa watu hao wenye makundi maalum na watu wenye ulemavu ikoje kuelekea uchaguzi mkuu, zikiwa zimebaki siku 28 tu kwa uchaguzi? Asante sana. Mpaka sasa serikali imeendelea kufanya maboresho, na tuhakikishie tu kwamba makundi yote yataenda kupiga kura kwa ubora zaidi. Wataenda kupiga kura kwa uharaka zaidi na kwa weledi, na wanaenda kupewa kipaumbele cha kwanza kuhakikisha wanatimiza haki yao ya msingi mapema sana. Sasa hivi ndugu mtangazaji, tukwambie tu kwamba serikali ilivyojipanga ni kwamba yule ambaye ana ulemavu wa ngozi hatutarajii kumuona akikaa muda mrefu sana katika mstari. Yule mwenye tatizo la kutokusikia au tatizo la kutokuona hatutarajii, na mwenye ulemavu wowote wa miguu au viungo hatutarajii kumuona akikaa katika foleni. Kwa hiyo wameandaliwa miundombinu mizuri na wanapewa kipaumbele cha kwanza kuhakikisha wanatimiza haki yao ya msingi mapema, alafu wanatoka hapo wanaendelea na majukumu mengine ya kujiingizia kipato na kiuchumi. Kwa wale baadhi ya jamii ama wananchi wasiojua kusoma na kuandika, utaratibu ukoje kuhakikisha na wao wanatimiza wajibu wao na jukumu lao na wanapata haki yao ya msingi ya kupiga kura? Sahihi. Kwanza kabisa tume imejipanga, imeandaa miundombinu mizuri. Cha kwanza, kwa wale ambao hawajui kusoma na kuandika, kuna wataalamu wapo tayari kuwaelekeza au kuwatafutia majina yao na kuwaonyesha, lakini pia wameelekeza utaratibu mzuri ambao utakuwa ni rafiki kwao.
kuona kwamba ni sehemu gani anatakiwa apige kula na nani atakayehusika kumsaidia kuhakikisha anatimiza haki yake ya msingi kumchagua yule kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo ni mazingira rafiki yamewekwa. Ni kuhakikishie tu ndugu mtangazaji, serikali imejipanga na iko vizuri kupitia Tume Huru ya Uchaguzi. Sawa. Tuangalie kundi kubwa la vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Na vijana wengi inaonekana wamehamasika katika kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini pia wana hamu ya kwenda kutimiza haki yao ya msingi. Lakini kumekuwa na vikwazo vya hapa na pale. Pengine mmejiandaje nyie kama wawakilishi wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa kuhakikisha kwamba vijana wote wanashiriki kikamilifu katika kupiga kura na kupata haki yao ya msingi? Asante sana. Kwanza sisi kama wawakilishi tumejiandaa, cha kwanza kuwatambua makundi na changamoto zao. Tumekuwa tukiyapitia makundi kabla ya kuelekea uchaguzi ili tubaini ni changamoto gani ambazo zinawahusu hususan vijana. Utakuta kuna baadhi ya vijana labda amehama eneo husika, yuko mbali na eneo husika. Kwa hiyo tunamuelimisha na kumwambia kwamba katika eneo husika au mkoa husika au maeneo tofauti, wewe una haki ya kupiga kura hii, aidha ya rais, uruhusiwi kupiga labda ya mbunge au diwani. Kwa hiyo wale wenye changamoto tumeanza kuandalia utaratibu mzuri ambao ni maelekezo kutoka katika kanuni na taratibu zilizowekwa na nchi hii kuhakikisha makundi yote zile changamoto tunazibaini, lakini na kuzifanyia kazi mapema kabla hatujafika katika siku ya tukio. Pengine mtazamaji ambaye anatuangalia kupitia Digital, ni upi umuhimu wa wananchi kupiga kura? Asante. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa mwananchi kupiga kura. Cha kwanza, kumchagua kiongozi bora mtakaye. Kiongozi huyu ambaye atamsaidia kuweka hatima ya maendeleo katika eneo husika. Lakini jambo la pili ni kumpata kiongozi ambaye atakuwa msaada mkubwa katika jamii inayomzunguka katika eneo analoishi. Lakini pia umuhimu mwingine ni kwamba utakapoenda kupiga kura hautopata yale malalamiko ya kwamba ungeenda wewe, wenda kura yako ingemsaidia kumpata mtu bora zaidi. Sasa ni muhimu sana kwenda kupiga kura, itakusaidia kumpata kiongozi bora wa eneo lako ambaye atadili na changamoto ambazo zinakukumba moja kwa moja au zinaikumba jamii inayokuzunguka. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana kwenda kupiga kura. Ni yapi madhara ambayo jamii ama mwananchi atayapata endapo hatopiga kura na kumchagua kiongozi? Kuna madhara yoyote ama hasara yoyote ambayo anaipata jamii ama mwananchi? Mwananchi anaweza akapata hasara kwa sababu anaweza akapita kiongozi ambaye hakuwa matarajio yao au uhitaji wao katika eneo husika. Unavyoacha kwenda kumpigia kura kiongozi, ina maana utakayechaguliwa na watu wengine, ina maana hatoendana na kile unachokitaka wewe. Kwa hiyo ndio maana tunaamini kura yako moja ni ya msingi sana kumchagua kiongozi ambaye ni bora, ambaye ataweza kushinda. Inaweza katokea kwa mfano kura zipo 30 kwa 30, lakini wewe umebaki nyumbani, wenda kura yako moja ingeweza kuweka mabadiliko ya matokeo ya kumpata kiongozi ambaye ni bora zaidi, mwenye sifa na mwenye manufaa katika jamii. Wananchi wengi wamekata tamaa ya kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi, hasa wakati wa kwenda kupiga kura, wakiamini kwamba kura yao haiheshimiwi. Nyie kama wawakilishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, mnawahakikishiaje hao wananchi ambao wanakwenda kupiga kura? Tunaelekea kwenye uchaguzi tarehe 29 Oktoba, zimebakia siku 28 tu kuelekea uchaguzi. Nini wananchi mnawahakikishia kwamba kura zao na maamuzi yao yataheshimiwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025? Asante sana. Sisi kwanza tunawahakikishia kwamba uchaguzi wa kipindi hiki ni uchaguzi bora zaidi ambao umezingatia misingi na taratibu zote, na ambao unaweka miundombinu mizuri kwa yoyote yule ambaye hakupata nafasi au ana changamoto au mgonjwa. Kwa Tume Huru imeweka utaratibu bora zaidi na msingi bora zaidi. Kwa hiyo sasa kwa mwananchi au jamii tunawahakikishia kwamba kura yako ni haki yako na kura ni wajibu wako. Kwa hiyo sasa unavyojitokeza kuja kupiga kura, kura yako inaenda kuheshimika kwa sababu uchaguzi wetu ni wa huru na wa haki. Kwa hiyo tukuhakikishie tu mwananchi kokote kule unakotusikiliza au unakotutazama kwamba uchaguzi wa kipindi hiki
ambao tunaenda kufanya hivi karibuni ni uchaguzi wa huru na wa haki. Kura yako itaheshimika kwa kumpata kiongozi unayemtaka na unayempenda. Kwa hiyo mimi niombe tu watazamaji kwamba tuna wajibu wa kujitokeza kwa wingi kuhakikisha tunaenda kuchagua viongozi tunaowahitaji, na sio viongozi tuache watu wachache wakatuchagulie kiongozi. Tujitokeze kwa wingi sana ili tuepuke kuwa na malalamiko sasa mitaani kwamba hapana, hatuhitaji kusikia malalamiko kama hayo. Tujitokezeni kwa wingi tukamchague kiongozi tunayemtaka sisi wenyewe. Twende tukamalizie na hili sasa. Wito wako kwa jamii ni upi kuelekea uchaguzi? Asante ndugu mtangazaji, nichukue fursa hii kuwaomba Watanzania wote na wananchi wote wa jamii husika maeneo yoyote, wote waliojiandikisha kwenda kupiga kura, watu wenye ulemavu wa ngozi, watu wenye ulemavu wowote ule, wanaenda kupewa kipaumbele cha kwanza na kipaumbele cha msingi kuhakikisha wanapiga kura yao. Wanapiga kura yao kwa wakati, lakini wanapiga kura yao kwa ufanisi wa hali ya juu. Wito wangu ni kuwaomba watu wote wajitokeze kwa haraka, wajitokeze mapema, lakini pia wakumbushane wote waliojiandikisha waweze kufika na kwenda kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi bora. Wawe wamesafiri, wawe wako nje eneo husika, basi ni wajibu wao kuhakikisha hawapotezi haki yao ya msingi ya kumchagua kiongozi ambaye ni bora kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Sawa. Pengine nini jamii na wananchi wanapaswa kufanya na kuepuka kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi? Mambo ni mengi, wanapaswa kufanya nini? Kipi cha kuepuka na kipi cha kuwafanya wao wawe salama? Asante. Cha kwanza kabisa, Tanzania yetu ni nchi ya amani. Ni kuepuka kuwa na migongano ya hapa na pale, kutokuwa na maelewano. Hicho ni kitu cha kuepuka sana, kwa sababu ukiangalia mataifa mengi ya nje pia yanaangalia uchaguzi jinsi unavyofanyika. Kwa hiyo sisi tunaenda kuhakikishia au tuwahakikishie mataifa mengine, sisi kama Watanzania, sisi tunaenda kufanya uchaguzi usiokuwa na migogoro ya aina yoyote, na tunaenda kufanya uchaguzi ambao ni salama, na tunaendelea kufanya hivyo kama miaka mingine ilivyo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ukiangalia tangu uhuru sisi tumekuwa tukifanya chaguzi zetu za amani na utulivu. Kwa hiyo niwaombe tuepuke kuwa na kuchonganishwa na baadhi ya watu wachache ambao wataenda kutufanya amani tulionayo sasa hivi sisi kama vijana au sisi kama wananchi wa jamii husika tuweze kuipoteza kwa muda wa saa, wakati tumeitunza kwa muda wa miaka mingi. Lakini hata wale waasisi walioitengeneza wametumia nguvu kubwa sana kuiweka amani. Sasa mara nyingi katika vipindi vya uchaguzi yanaweza yakatokea maneno aidha uzushi au propaganda. Kwa hiyo tuepuke propaganda na tuepuke uzushi wa watu ambao tunaona kabisa maneno haya sio rafiki katika kipindi hiki cha uchaguzi. Sawa, mimi nikushukuru sana Bwana Harun Sospita Mchinjai, mwakilishi wa Green and Community Development Initiative, kwa kuweza kuja kuzungumza nasi kupitia Digital, kuhamasisha jamii iweze kushiriki kamilifu katika uchaguzi. Na mimi nikwambie tu wewe mtazamaji ambao unaangalia Digital, twende kwenye uchaguzi tukailinde amani ya taifa letu. Hakuna mtu mwingine atakayekuja kuhimiza kuilinda amani zidi ya sisi wenyewe wa Tanzania. Tukumbuke kwamba mwisho wa uchaguzi maisha yanaendelea na Tanzania itakuwepo. Mimi ni Bakari Kiwingu na hii ni Digital ya AFM Radio. Mimi nikwambie, shiriki kwenye uchaguzi, dumisha amani, chagua kiongozi bora na sio bora kiongozi. Na kiongozi bora utampata vipi? Ni kushiriki katika kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye unaamini atakuwakilisha katika miaka 5 ukiwa umepiga kura. Shukrani.